Habari hii inatokea jijini Arusha, ripoti mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Taasisi ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya kanda kaskazini imeadhimisha siku ya wanawake kwa kongamano maalum lililowakutanisha wanawake na wasichana pamoja na kuzungumzia athari za dawa za kulevya pamoja na afya ya akili. Kauli mbiu ya kongamano hilo ni wanawake na wasichana tukatae dawa za kulevya. Naitwa Sara Ndaba, ni afisa ustawi wa jamii kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda kaskazini. Leo tumeadhimisha siku ya mwanamke duniani kwa sababu tukiangalia huu ni mwezi Machi, ni mwezi wa mwanamke, tunamthamini mwanamke, na sisi kwa upande wetu tumeandaa kongamano la wanawake na wasichana katika kupinga dawa za kulevya. Tumeunganisha makundi tofauti ikiwemo taasisi za serikali, kupata wanawake kutoka kwenye taasisi za serikali, lakini pia tumepata wajasiriamali wa mkoa wa Arusha, lakini pia pamoja na waraibu wetu wa dawa za kulevya. Pamoja na hapo pia tulikuwa na wadau mbalimbali ikiwepo asasi za kiraia ambazo zinatoa elimu kwa umma juu ya tatizo la dawa za kulevya. Lengo letu hasa kuwakutanisha makundi haya matatu au manne ni kuonyesha kwamba waraibu wa dawa za kulevya hawatakiwi wanyanyapaliwe. Hilo ni tatizo kubwa ambalo tunakutana nalo kwenye jamii, kiasi kwamba inawapelekea waraibu wa dawa za kulevya washindwe kujitokeza kwenda kupata huduma. Kwa hiyo limekuwa ni lengo letu kuu kuwakutanisha makundi hayo ili kupenyeza elimu yetu iweze kuwafikia taasisi za serikali, ziweze kutambua umuhimu wa kupata elimu juu ya tatizo la dawa za kulevya, lakini pia umuhimu wa kupata taarifa sahihi juu ya tatizo la dawa za kulevya, lakini pia leo wameweza kupata elimu juu ya tatizo la afya ya akili. Kila mtu kwenye jamii zetu tunaamini kwamba tatizo la afya ya akili lipo. Kwa hiyo tumeona hii ni platform nzuri kupeleka huo ujumbe ili waweze kutualika sisi kama mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya tuweze kwenda kutoa elimu kwenye taasisi zao na tatizo la dawa za kulevya pamoja na afya ya akili liweze kupungua kwenye jamii yetu. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini tunashirikiana na asasi mbalimbali zinazotoa elimu juu ya tatizo la dawa za kulevya. Zipo ambazo zinatoa elimu mashuleni, vyuo na kwenye jamii, lakini zipo ambazo zinatoa elimu kwenye jamii ambayo wanatumia dawa za kulevya. Yaani kule kwenye vijiwe kabisa wanaenda na kuwaibua waraibu wa dawa za kulevya na kuwapeleka kwenye huduma. Kwa hiyo hili zoezi letu la leo, kwanza tumetoa hamasa kwa taasisi za serikali kufahamu namna gani ni msaada mzuri wanaweza wakapeleka kwa jamii. Eneo la dawa za kulevya au waraibu wa dawa za kulevya limekuwa likisaulika muda mrefu sana. Kwa hiyo tunashukuru msaada ambao tumepata kwa afande OCD, amekuwa akijitoa sana kwenye shughuli za waraibu wa dawa za kulevya, ameweza kutoa hiyo michango, lakini kupitia zile asasi za kiraia ambazo zenyewe ndio zinamfahamu mraibu tokea kule aliko, tokea alipokuwa anatumia dawa, lakini anafahamu mpaka kwenye familia yake. Wao ndio watasimamia hili zoezi kwa sababu wao ndio wa recruit kutoka kwenye jamii kule na kuwaleta kwenye huduma na wanaendelea kupata huduma. Wapo ambao wameshatoka kwenye huduma kwamba wamegraduate, wanafanya shughuli zao za ujasiriamali, lakini wapo ambao wanaendelea na huduma lakini wako timamu na wameshajiingiza kwenye ujasiriamali. Kwa hiyo watakaosimamia hili zoezi la msaada wote ambao umetolewa na afande OCD ni asasi za kiraia, lakini kwa usimamizi pia wa afisa ustawi wa jamii wa mkoa. Kupitia kwa kamanda wa polisi wilaya ya Arusha OCD Kamanda Regina Mtagi, kwa kushirikiana na wanawake wanaofanya kazi katika chuo cha uhasibu Arusha, wamewezesha kupatikana kwa mtaji wa zaidi ya shilingi milioni 4 za Tanzania pamoja na vifaa vya kufungulia mgahawa kwa wasichana walioamua kuachana na matumizi ya dawa za kulevya ili waweze kujipatia kipato na kujiajiri. Mimi leo niseme mengi sana. Nimekuwa nikiahidi kwamba nitashirikiana nao kuhakikisha kama tunapunguza ukatili huu. Maana sisi kwetu ni ukatili wa kijinsia dhidi yao. Sasa mara ya kwanza walileta maombi yao kwao. Sisi tuna dawati la kijinsia, tulianzisha dawati toka mwaka 2007. Lakini wakati tunatoa misaada mbalimbali kwa kupitia sisi askari wa kike. Kwa hiyo mwaka huu tuliweza kutoa msaada kwa baadhi ya kundi, tukawapa vifaa vya saluni waweze kufanya saluni kupata kipato. Ninaamini saluni ile inaendelea, japokuwa kuna udhaifu nimefanya. Mpaka sasa hivi sijapata muda kwenda kuwatembelea. Lakini Sara nilimuomba na yule dada mwingine wa ustawi waweze kuwasimamia. Pamoja na hayo nikapata maombi mengine kwenye kundi hilo kwamba sisi hatutaki saluni, tunataka kupika vitu tunataka kujifanya mama ntilie. Jeshi la polisi pamoja na chuo cha uhasibu tumeshiriki kwa pamoja kufanya ule mradi sasa wa mama ntilie, tukabidhi hapa leo mbele yako, na baada ya kuwa hapo tutakuwa nimeweza kusema ili tuweze kuwakabidhi wale waliokuwa kufanya mama ntilie vifaa vyao. Tumeweza kununua vifaa mbalimbali. Naomba vilete. Tumeweza kununua vifaa mbalimbali vya jikoni
lakini nitamkabidhi sana kwa sababu anataka kusimamiwa. Yale yaliyobakia ambayo nimeomba wenzangu IAA wanisaidie kuchangia. Kiasi walichochangia tumeenda kununua baadhi ya vitu vingine pamoja na kununua sisi tuweze kuwakabidhi, na keshi ambayo Sara atasimamia nitampa ile budget ya vitu vya kununua. Lakini katika hilo, katika matumizi yao waliandika wanaomba tununue jiko la mkaa pamoja na mkaa. Mimi nimesema hapana, kwa sababu tunawategemea kumunga Mheshimiwa Rais kutumia gesi nzuri kwa ajili ya kuweka mazingira safi. Kwa hiyo badala ya kununua mkaa, sisi tutanunua mtungi wa gesi pamoja na gesi yenyewe. Kwa sababu ya muda nimeshindwa kutekeleza mahitaji yote. Nimekuwa nikizungumza kwa Mheshimiwa mgeni rasmi. Nikikupendeza, ninaomba kama itakupendeza Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitakapoinuka kwenda kukabidhi na wewe ndio utakabidhi kuongea ili uweze kuendelea na majukumu mengine. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu. Wanawake oye! OCD oye! Taasisi ya Uhasibu Arusha oye! Asante. Unga mkono. Mheshimiwa mgeni rasmi, jana wakanichangia pesa kiasi cha shilingi milioni 4, lakini nikasema nitoe hela kidogo niongeze pia kuna vifaa na wenyewe waonekana mnunua pia vifaa baadhi ili isiwe tu pesa. Japokuwa nikasema sasa leo kwa sababu ya muda hatuweza kununua vitu vyote. Katika ile bajeti yao kuna mchele, kuna mafuta, kuna vitu vidogo vidogo ambavyo vitanunuliwa na hii pesa. Lakini mkaa tukasema hapana, tutatumia gesi. Kwa hiyo nitamkabidhi sana na afisa ustawi, wao ndio watatumia ile matumizi yaliyobakia kutoka kwenye vitu vilivyopo katika ile bajeti yao ile karatasi. Nitampatia ile angalie vitu gani hamna, pamoja katika hela hii watalipa na kodi ya chumba watakachokodi, ambacho tulisema itakuwa miezi 3 au miezi 6, wataangalia kulingana na tulichokuwa nacho. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba tukabidhi vifaa pamoja na hela. Nataka tukabidhi kwanza hii pesa. Jamani, tunapiga makofi basi. Hili ni tukio kubwa kwa kweli. Ambaye Mheshimiwa, hii pesa nilipeleka akaunti ya kwetu ya polisi. Imeingia kwenye akaunti yetu, tumeitoa jinsi ilivyo na kuileta hapa ili tuwakabidhi hawa waweze kuitumia. Mgeni rasmi katika kongamano hilo alikuwa ni Katibu Tawala mkoa wa Arusha. Alieleza wanawake hao kuwa wao ni nguzo muhimu katika taifa na washiriki pamoja katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Naomba mpange ratiba, tukitishe na sisi tukazitembelea hizo soba, tukawaone watu wetu, tuongee nao, na kama kuna michango mingine yoyote basi tutajipanga tuwasupport kule ili waweze kufanya shughuli zingine za ujasiriamali. Hiki kinachofanywa hapa, zawadi zilizotolewa za fedha na vifaa ni kitu muhimu sana. Nawapongezeni sana OCD kwa Uhasibu kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Sasa kwa kuwa tumesikia mambo mengi, na mimi nimesema na kazi ya maarifa, sina hotuba maalum ya kusema kwa sababu nimeelewa kila kitu kilichoendelea hapa. Niombe ndugu zangu ambao mlikuwa waraibu lakini mmeacha na mnaendelea kuhudumia wengine, na wengine wote, kwa tukitoka hapa tukiwa mabalozi wazuri sana. Hii elimu tutoe wote. Najua ninyi mnaitoa kwa kuwa na sober house, asasi, na mnaenda kutoa elimu. Lakini tukaongeze, tufungue wigo mpana zaidi, tushirikiane na shule na maeneo mengine vyuo ili athari isiendelee. Kwa maana tuwe mabalozi wakubwa. Wanawake ndio nguzo ya nchi yetu. Kwa kweli nguzo kubwa sana ya taifa letu ipo kwa wanawake. Kwa hiyo tunapoteza wanawake wengi kupitia madawa ya kulevya, bangi na vitu vingine, si jambo jema sana. Kwa hiyo tushikamane wote kwa pamoja, tushirikiane wote kwa pamoja, kupinga na kupambana. Wote wanaojihusisha tusambazie kwa maana ya biashara, wao wanapata fedha, lakini wafikirii kama jamii ambayo wanaingia madawa naenda kuathirika kwa kiasi gani. Hiyo ni mbaya. Wenzetu wa polisi, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa, tuendelee kudhibiti hali ili kwa namna moja au nyingine tuipunguze na kuitokomeza kabisa katika maeneo yetu. Baada ya kusema haya kwa kifupi, naomba nirudie kushukuru kwa kikao hiki kizuri, na mimi nawatakieni kila laheri. Asanteni kwa kusikiliza. Kwa upande wao, mabinti waliopatiwa mtaji huo
ambao ni waraibu wa dawa za kulevya walikuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Latifa Abdi, ni msichana wa miaka 22, ni mraibu nilianza kutumia madawa kuanzia 2018. Na ni mraibu ambaye ni mpataji nafuu kwenye kituo cha Mat Clinic ambacho kiko Arusha. Shukrani zangu nizifikishe kwa DCA kwa kuweza kutusaidia, tumeweza kung'ang'ana na sisi, wametupambania mpaka hapa tulipofika. Shukrani zingine naomba nizitoe kwa NMB, maana wameweza kutupatia akaunti za kuweka fedha zetu, na fedha zetu ziko kikamilifu, hazina madhara yoyote wala hazipeleki popote. Kingine zaidi, shukrani yangu naomba niwape masocial worker wa Mat Clinic kwa kuweza kutusimamia mpaka hapa tulipofika, maana bila wao kutufuata mtaani sidhani kama tungekuwa hapa tulipofika. Wametumia kiasi kikubwa sana cha kutufuata mtaani, wamepambana masocial wetu. Shukrani pia naomba ziende kwao. Mitaji tunayopata, kuna watu wa saluni, kuna watu wa hoteli haswa, na kuna watu wa mitumba pia na matunda. Hii mitaji tunayopata imetusaidia kiasi kikubwa kwa sababu tulikuwa tukinywa dawa kipindi hatuna kazi. Tukinywa dawa tunarudi kwenye yale makundi, tunajiunganisha na wale ambao bado hawajaamua kuacha madawa, na huwa tunakaa nao, na kwenye kukaa inaweza kukufanya ukarudia madawa. Hii mitaji imetusaidia kiasi kikubwa, maana tukinywa dawa sasa hivi tunaenda makazini kwetu, tunaweza kukidhi mahitaji. Maana mimi binafsi na mtoto wa miaka 2 na miezi 4, nimenyang'anywa mtoto akiwa na miezi 6 na mama yangu, lakini sasa hivi ninaweza kumwangalia mtoto wangu na mtumia mahitaji yake vizuri kutokana na hii mitaji tuliopewa. Kwa hiyo naomba niwapongeze sana DCA, Mheshimiwa Rais, NMB, kwa yote waliofanyia, OCD, kwa yote waliotufanyia. Kiukweli najisikia faraja, maana katika watu walionyanyapaliwa kipindi hicho mimi ni wa kwanza. Like seriously, nilikuwa siwezi kukaa na watu wawili wakaniangalia hata siku moja. Nilikuwa mwizi, mwenye tabia chafu, nilifanya vitu vingi sana ambavyo raia kupendezwa nao, wasiwasi wa jamii niliokuwa naishi nao. Alikuwa pembeni yangu alikuwa ni mama yangu, kwa kuwa mama mtupi mtoto. Lakini nilinyanyapaliwa sana. Sasa hivi na biashara yangu, watu wanakuja wanafanya mambo kwenye biashara yangu, wananiungisha, napigiwa simu, Latifa afanya hivi. Namshukuru Mungu kweli kikweli. Kwa hiyo hii hela sasa watu wanahisi huenda mkaenda kutumia tena kwenye dawa. Mnawaambiaje milioni 4 ni nyingi? Hapana, milioni 4 kweli kwenye madawa sio nyingi. Ni kidogo sana. Ila kwenye biashara ni nyingi sana na inaweza kukufanya ukafika pakubwa. Ila kwenye madawa ni hela unayotumia masaa 5. Amini ninachokwambia. Masaa 5 milioni 4 unaitumia kwenye madawa na inaisha yote. Kwa hiyo mimi nashukuru sana na wasitegemee kwamba wanaweza wakadhani. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Moja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.